Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya na mimi penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Serikali ya Marekani kupitia Rais Donald Trump wameamua rasmi kuchukua hatua kali dhidi ya taifa lile la Tanzania ambalo linaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Unapotazama hewani, barua hii imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu sina wakati wa kusoma na kutafsiri, nitakuwa na tafsiri tu. Kwa sababu imeandikwa kwa lugha ya Kiung'eng'e, nitatafsiri tu kuelekea lugha ile ambayo tunaielewa zaidi ya Kiswahili, na inaanza ikisema ya kwamba US Department of State Review of US Bilateral Relationship with Tanzania. Press Statement, Thomas Tommy Bigot, Principal Deputy Spokesperson. Yani kumaanisha ya kwamba hii barua imeweza kuandikwa kwa waandishi wa habari kupitia msaidizi msemaji ama naibu msemaji mkuu ambaye anaitwa Tommy Bigot. Ameachilia ujumbe kuelekea taifa lile la Tanzania. Ni ujumbe upi ambao umeandikwa katika barua hii? Nitakuwa na kupitisha kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu sitasoma kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu wakati unaenda kwa kasi sana. Kabla niwafahamishe kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hikana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hikana tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa wewe ni mgeni hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, na kuomba tu uweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe. Kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Karibu nikufahamishe kwa akina. Serikali ya Donald Trump ya Marekani imeamua kumwendea Samia Suluhu Hassan na kumwadhibu kwa sababu barua hii inasema nini? Number 1, Marekani wameanzisha mchakato wa kutathmini upya uhusiano kati ya taifa lile la Marekani na Tanzania kwa sababu ya yale ambayo yalishuhudiwa hivi majuzi. Kulingana na barua hii, number 2, wamelaumu taifa la Tanzania ambalo linaongozwa na Samia Suluhu Hassan kwa kukandamiza uhuru wa dini, kwa sababu kuna matamshi ambayo yameanza kuzungumzwa kuhusiana, hawa ni Wakristo, hawa ni Waislamu. Sasa hii imechangia Marekani kuangalia upya uhusiano na kutathmini uhusiano kati ya Marekani na Tanzania. Pia wameweza kulaumu mambo ya uhuru wa kujieleza. Ikumbuke kwamba kuna wanaharakati wa Tanzania, mmoja ambaye anaitwa Maria Sarungi na mwingine anaitwa Mange Kimambi, wameweza kufungiwa akaunti zao za kimitandao ya kijamii Instagram na Facebook. Hawawezi kuandika na ionekane kule Tanzania. Na wakati Meta iliulizwa kwa nini walichukua hatua hiyo, walisema ya kwamba walipata agizo kutoka serikali ya Rais Samia kuwafungia akaunti. Kwa hivyo Marekani inalaumu serikali ya Tanzania kwa kunyima baadhi ya watu uhuru wa kujieleza kulingana na katiba. Number 3, wanakosoa serikali ya Tanzania kwa kuweka vikwazo kwa wawekezaji. Unajua hakuna taifa lile ambalo litaendelea pasipokuwa na wawekezaji. Yani in English we say investors. Mambo ya ukatili na wananchi ama kwa wananchi wa Tanzania, hayo yamechangia Marekani kutathmini upya uhusiano wao na taifa lile la Marekani. Tena wamehofia raia wa Marekani. Ni barua hii inatafsiri kuelekea lugha ya Kiswahili kwa sababu singesoma kwa lugha ya Kiingereza, naendelea kutafsiri tu. Na wengine wanahofia raia wa Marekani
watalii na maslahi ya Marekani kuwa hatarini, kwa sababu watalii wanaenda Tanzania na kuna baadhi ya Wamarekani ambao wamepangisha ama wanaishi katika taifa la Tanzania. Sasa wamehofia maisha yao, ndio maana inabidi serikali ya Donald Trump kutathmini upya uhusiano wao na taifa lile la Tanzania. Tena kulingana na barua hii inasema ya kwamba Marekani haiwezi kunyamazia ama kufunga macho huku raia wake na wa nchi zingine za kigeni kuendelea kuteseka. Lazima watajaribu kila uwezalo kuhakikisha kwamba wamefuatilia ili kuleta uwazi. Kwa hivyo barua hii sasa tukichanganua kwa undani inamaanisha nini wakati wanazungumzia haya yote? Number 1, uhusiano wa kiusalama kati ya mataifa haya mawili, Marekani na Tanzania, huenda yakaathirika zaidi, kwa sababu wakati wanasema ya kwamba wanaenda kutathmini, wakipata kuna makosa watajiondoa, na serikali ile ya Donald Trump ama tuseme Marekani kuna vile inashirikiana na mataifa mengine haswa kwa mambo ya usalama. Kwa hivyo wakijiondoa kwa Tanzania itakuwa hatari tena zaidi. Number 2, ikiwa wanaenda kupata makosa haya yapo, wakichukua hatua kali, inamaanisha kwamba uchumi unaweza kudidimia katika taifa lile la Tanzania, kwa sababu watalii watakataa kuenda kule, na huenda sasa uchumi hauendi kunogeshwa kupitia biashara ila tu kutakuwa na mkengeuko ama shida, changamoto kubwa haswa katika taifa lile la Tanzania. Number 3, ikiwa maamuzi haya yanaenda kutathmini haya yote, inamaanisha ya kwamba hata mfereji wa misaada kutoka Marekani kuelekea Tanzania huenda ikatishwe ghafla. Kwa hivyo wakati Marekani inazungumzia mambo ya kutathmini upya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania, kuna changamoto hapo, kwa sababu hii barua imeweza kuachiliwa na naibu msemaji mkuu katika serikali Tommy Bigot kutoka taifa lile la Marekani. Na ikumbuke kwamba maandamano yale ambayo yalishuhudiwa Tanzania ndio yaliweza kuchangia haya yote, mambo madai ya utekaji nyara, watu kutiwa mbaroni hapa na pale, wengine kupelekwa katika jela, akiwemo Tundu Lissu ambaye aliweza kuzuiliwa hata kuwania kiti cha urais, na mwenzake kutoka mrengo upinzani wa ACT Wazalendo ambaye anaitwa Mpina waliweza kuzuiliwa kuwania kiti cha urais. Kwa hivyo hii inaleta tatizo kidogo na madai kwamba kuna wale ambao waliweza kuangamia kufuatia machafuko ambayo yaliweza kushuhudiwa Tanzania. What do you think? Marekani iendelee kutathmini na kuchukua hatua kali dhidi ya serikali ya Samia Suluhu Hassan kulingana na wewe? Je, unaunga mkono? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea hasa katika uhusiano kati ya Tanzania na Marekani. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa haujasubscribe na kumeleza uweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili ubadilishwe na kuandikiwa subscribe, na kadi ya kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya ufahamisho kwa Kenya TV ameweka kada mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kada kwa 1 2 3 katika makundi ya WhatsApp na hata Facebook ili tuende kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.